Sawa, umetoka sehemu ya 9. Tazama mfululizo huu kuanzia mwanzo kwa mpangilio ili kuelewa vyema. Kwa hiyo, kama hujaanza sehemu ya kwanza, simamisha na uanze na video ya kwanza. Sawa, basi kwenye sehemu ya 9 tulizungumzia jinsi Agano Jipya lilivyokuja kuzunguka Paulo. Hilo lilikuwa mada ambayo ilikuwa ngumu kuitoa kwa sababu nyingi. Nilihisi kwamba singeweza kuiepuka. Tunapoendelea kujadili Ukristo, watu wanataka kuiona imani hii kana kwamba imekuja bila ushawishi wowote. Kama ilianza tu kutoka kwa waigizaji na ikawafikia mwaka wa 2024. Katika kujadili sehemu ya 8, nilimwambia mtu aseme baba wa kanisa hawana umuhimu. Kitu pekee muhimu ni neno la Mungu. Hawakuunda Ukristo kwa sababu hakuna hata mmoja wao aliyekuwa Mkristo. Wakristo wa kwanza walikuwa Antiokia. Yaani, hivi ndivyo watu wanavyosema. Ni jambo la ajabu kwangu kwa sababu nilipokuwa nikikua, nilikuwa nasikia tu kuhusu baba wa kanisa hiki na baba wa kanisa kile. Watu walizungumza sana kuwahusu, lakini kwa sababu ilikuwa daima ni mambo mazuri, watu waliwakubali tu. Lakini sasa, kwa kuwa walivyo wanafichuliwa, ghafla mambo yamebadilika. Walichokiamini hakina umuhimu na hazina ushawishi wowote kwenye imani ya Ukristo, jambo ambalo ni la kipuuzi kabisa. Kama tulivyosoma, wao ndio walioamua vitabu vilivyoingizwa katika Agano Jipya. Vyovyote vile, watu wanaonekana kutaka kuona Ukristo kutoka kwa lenzi inayothibitisha wanachotaka kuamini, na wanatupa kile ambacho hakiendani nao. Ni kutoelewana kwa utambuzi katika ubora wake wote. Kuna zaidi ya miaka 2000 ya historia ambayo ilitokea ili sehemu kubwa ya ulimwengu iwe Wakristo, na watu wanahisi kwamba historia hiyo haina maana na haijalishi hata kidogo. Wanasema kwamba jambo muhimu ni neno la Mungu, na mimi pia naamini hilo kweli. Lakini kama nilivyoanza mfululizo huu na mtihani, watu hawa hawataki kukubali kwamba mitazamo yao kuhusu imani si ya kibibilia, bali inategemea sana mafundisho ya Kikristo. Kama neno lingekuwa ndilo muhimu pekee, basi watu wengi wangekuwa wanajibu mtihani wa kujaribu Ukristo kwa majibu ya kibiblia. Watu hupuuza kile ambacho hawataki kujua. Na historia ya mababa wa kanisa la mwanzo ilikuwa muhimu kuelewa. Kuelewa jinsi imani ilivyolenga zaidi kwenye barua za Paulo pia ni muhimu. Lakini pia ni muhimu kuelewa jinsi Ukristo ulivyokuwa dini ilivyokubalika duniani. Kwa sababu kuanzia wakati wa Masihi katika karne ya kwanza hadi wakati wa Konstantini katika karne ya 4, kulikuwa na mabadiliko mengi na mijadala kuhusu mafundisho ambayo yangekuwa yanaitwa rasmi Ukristo. Na yote hayo lazima yaeleweke. Imani hii haikukubaliwa moja kwa moja Roma ilipoanza. Na hiyo ni kwa sababu Roma mwanzoni ilikuwa himaya ya kipagani. Lakini hatimaye imani hii ya Ukristo ilianza kukua ndani ya Roma, dola la Kirumi. Katika kipindi cha karne ya 2 hadi ya 4, Wakristo wapya walikuwa wanateswa. Na kwa sababu hii imani yao iliendelea kukua. Na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilikuwa vinatishia kuigawanya Roma vipande viwili. Wapagani waliwalaumu Wakristo na Wakristo waliwalaumu wapagani. Ukristo ulikuwa unatishia kuigawanya dola la Kirumi vipande viwili. Katika filamu ya kufuru The Da Vinci Code, mkufuru anajaribu kuelezea jambo hilo pia. Kwa vyovyote vile, haikuwa jambo jema. Kulikuwa na mashahidi wengi waliorekodiwa na Ukristo ukawa swala la kisiasa. Wafalme wengi walijaribu kuwashughulikia Wakristo kwa ukali, lakini ushawishi na imani yao, haijalishi nini, iliendelea kuenea mpaka Konstantino alipofanya mabadiliko makubwa huko Roma. Roma wakati huo ilikuwa tayari ya kipagani. Huu ulikuwa msingi wao. Lakini dini ya kipagani ilikuwa vumilivu. Waliamini miungu mingi. Hivyo, wapagani waliwaruhusu wengine kwa urahisi kabisa kuabudu Mungu au miungu tofauti na yao. Wayahudi tayari walikuwa wanajulikana Roma. Walikuwa tayari ni Wayahudi wamesambaa katika dola la Kirumi. Roma iliwapa Wayahudi waliokuwa Roma haki maalum. Waliwasamehe Wayahudi wasishiriki katika ibada ya Mungu mke Roma, na pia waliwasamehe wasimwabudu Kaisari na Augusto ambao walichukuliwa kama miungu na watu wao. Wamisri waliokuwa wametwaliwa walitakiwa kufanya ibada hizi za kipagani, lakini Wayahudi hawakutakiwa kufanya hivyo.
Walichotarajiwa tu ni kuwaombea wafalme. Katika jiji lenyewe la Roma kulikuwa pia na maeneo kadhaa ambayo yalikaliwa zaidi na Wayahudi. Kila moja ya vitongoji hivi kilikuwa na sinagogi lake lenyewe. Waliweza kuishi kwa kufuata sheria na maisha yao waliopewa na hata walipokuwa Roma. Sasa hawakuwa tena wanaongozwa na nguvu ya lakini walikuwa watu wenye njia na desturi zao wenyewe. Walikuwa watu waliotengwa, wenye maisha yao tofauti na wengine. Na ni muhimu sana tuelewe utamaduni wao, jambo ambalo huenda tutalazimika kulishughulikia baadaye. Tatizo lilianza wakati watu wa mataifa wa Roma walipoanza kuamini Ukristo. Wakristo walikuwa jamii yao mpya kabisa na walikataa kuabudu miungu ya majirani zao, wakiiona kama nguvu za kishetani. Waliepuka maonyesho kwenye kumbi za michezo yaliyofanyika kwa heshima ya miungu. Walikuwa waangalifu hata kula chakula nje katika kipindi ambacho nyama nyingi iliyouzwa ilikuwa imetoka kwenye sadaka za hekaluni. Waliepuka kujiunga na jeshi na utumishi wa umma kwa sababu majukumu hayo yalihusisha viapo na wajibu uliopingana na imani yao. Mambo haya yote, yaani kuepuka desturi za Roma ambazo majirani zao wapagani waliziona kama mambo ya kawaida tu, yaliwafanya Wakristo wapate sifa ya kuwa maadui wa Roma. Kukataa kwa Wakristo kuwapa utii kwa miungu ya dola na kwa mfalme aliyeonekana kuwa wa kimungu kulizua mashaka kutoka kwa serikali ya Roma kuhusu uaminifu wa kisiasa wa kanisa. Kwa macho ya umati wa wapagani, waliamini kwamba Wakristo walikuwa wasioamini Mungu, wasiowaabudu miungu wa jadi. Mwaka wa 303, Diocletian na Kaisari wa Mashariki Galerius waliamuru Wakristo wakabidhi vitabu vyao vitakatifu, na makanisa yao yalipaswa kubomolewa, na waliwatesa Wakristo vikali. Na kuanzia hapa, dola la Roma lilianza kugawanyika, likigawanywa mara mbili. Ilikuwa inaonekana kwamba kadri Wakristo walivyozidi kuteswa bila kupigana kurudisha, ndivyo walivyozidi kupata ushawishi kote Roma, na ushawishi huu ulikuwa unagawanya Roma mara mbili. Sasa ni katika kipindi hiki cha historia ambapo tunaona kwamba magugu ambayo shetani alipanda awali yalianza kukua na kuenea. Unaona, kabla ya Yahusha, dini ya kipagani ya shetani ilileta mfumo wa kidini ambao yeye alikuwa mungu wake, lakini si kwa jina. Mara tu Yahusha alipomshinda, ushawishi wake ulianza kudhoofika. Hivyo akaanza kutumia mbinu aliyotumia mara nyingi kwa Wagiriki. Ni mbinu na neno ambalo kila mtu anapaswa kulijua, lakini sivyo ilivyo, na kwa sababu hii watu wengi hawaelewi kilichotokea katika historia na wapagani. Neno na mbinu hiyo ni usawazishaji wa dini, syncretism. Kamusi ya Oxford inasema hii: usawazishaji wa dini ni kulazimisha au kujaribu kulazimisha dini, tamaduni au mitazamo tofauti kuungana. Unaona walivyofanya iwe ngumu hivyo. Sasa wajibu ni nini? Muungano ni kitendo, mchakato au matokeo ya kuchanganya au kuunganisha. Basi hebu tufanye hili liwe rahisi zaidi. Usawazishaji wa dini ni kitendo cha kuchanganya au kuunganisha dini, tamaduni au mitazamo tofauti. Na hili lilikuwa jambo ambalo wapagani walifanya katika historia yote ya kale. Tafadhali kumbuka neno hilo, syncretism. Ulinganisho ulikuwa wa kawaida wakati wa kipindi cha Ugiriki, nao walieneza njia na utamaduni wao kote ulimwenguni. Watawala wa Kigiriki hutambua miungu ya wenyeji mara kwa mara katika sehemu mbalimbali za dunia. Kati ya milki zao walishinda na wakaziunganisha na mungu au mungu wa kike husika wa pantheoni yao ya Kigiriki kama njia ya kuongeza mshikamano na muunganisho wa ufalme wao. Kimsingi, enyi wa Misri, nyote mnamwabudu Ra. Tunamuita Zeus. Wewe ni Isis. Tunamuita Artemis. Ndiyo, sote tunaabudu miungu ile ile kwa majina tofauti tu. Kwa hivyo usijali sana kuhusu tofauti hizi ndogo. Miungu hawa wanajua kwamba unazungumza nao bila kujali jina unalowaita. Unaona, hilo ni wazo la kipagani na watu bado wanalitumia leo pamoja na jina la Masihi wetu. Kimsingi, kuna zaidi ya lugha 7,100 duniani, na hivyo basi kuna majina 7,100 ya Masihi wa Kiebrania. Hilo ni wazo la kipagani, na ndivyo usawazishaji wa dini unavyofanya kazi, na hutumiwa kuleta umoja wa tamaduni zote katika imani moja, na hiyo ilikuwa desturi kuu ya wakati huo.
Wagiriki walifanya hivyo walipokuwa wakiteka, na Warumi pia walifanya hivyo. Kumbuka, wanafanya jambo lile lile leo wanapopigia debe dini za ulimwengu mmoja na imani za pamoja. Usawazishaji wa dini ni jambo muhimu ambalo lazima ulielewe katika historia ili uweze kuelewa imani kwa macho ya utambuzi sahihi. Huenda ukaona na kuelewa jinsi neno hili lilivyopotea kwenye msamiati wetu wa kila siku. Shetani hakutaka sisi sote tuelewe kwamba jambo hili liliwahi kufanywa kabisa. Na hapa ndipo ilipo. Tunajua kwamba hii ilikuwa desturi ambayo Wagiriki waliifanya kwa sababu ya ibada ya Serapis. Nilizungumza kuhusu hili kwenye sehemu ya 7. Serapis alikuwa mchanganyiko wa mungu wa Misri Osiris na Apis pamoja na mungu wa Kigiriki Zeus ili kuunda mungu wa mseto ambaye angeweza kueleweka na jamii ya tamaduni nyingi ambayo Ptolemy kwanza aliitazamia kutoka Misri. Unaona, Ptolemy aliunganisha miungu ya Misri na miungu ya Kigiriki ili kuwaleta watu pamoja. Usawazishaji ni kile walichofanya, ambayo ndio hasa waliofanya na Asus. Walikuwa wakijaribu kuunganisha mungu wao wa Kigiriki Zeus na Masihi wa Kiebrania Yahusha. Ndio maana tunapomtaja Masihi wetu tunazingatia jina la Kigiriki badala ya jina la Kiebrania, wakati tunajua Masihi alikuwa Mwebrania. Hawana shida kuunganisha miungu ili kuleta mwendelezo na watu. Hivi ndivyo usawazishaji unavyofanya. Sasa, kwa kuwa umeelewa dunia hii na desturi hii, turudi kwenye Roma kugawanyika, halafu tufike kwa Konstantin. Katika miaka ya awali ya Konstantin, tena Roma ilikuwa inagawanyika. Haikuwa tu mgawanyiko kati ya wapagani na Wakristo, bali pia kulikuwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Magharibi na mashariki ziligawanyika mara mbili. Konstantini alikuwa anapigania udhibiti wa magharibi dhidi ya Maxentius. Inasemekana na yule anayeitwa baba wa Kikristo Eusebius, ambaye ni mmoja wa watu maarufu wa kanisa la Kikristo. Eusebius anasimulia maono aliyoyaona Konstantin, ambapo aliona ishara ya Kikristo angani na maandishi yaliyosema in hoc signum vinces, au kwa ishara hii utashinda, au kitu kama hicho. Na kwa sababu ya ishara hii akaweka msalaba kwenye ngao za jeshi lake. Alimshinda Maxentius kwa urahisi, ambaye alikimbilia Roma. Lakini kabla hajafika mjini, alianguka mtoni na kuzama. Mwili wake uligunduliwa asubuhi iliyofuata miongoni mwa maiti za wengine wengi. Ushindi huo ulikuwa ni hatua muhimu katika historia. Kuanzia sasa kungekuwa na muunganiko kati ya kanisa na dola. Konstantini akawa mtawala wa magharibi na Licinius akachukua mashariki. Inasemekana kwamba Konstantin aliamini kwa moyo wote kuwa ameshinda magharibi kwa rehema ya Mungu wa Kikristo. Na kutokana na maono haya ambayo Konstantin alipata, dunia ilibadilika. Hii ndiyo sehemu muhimu kuelewa, kwa sababu hapa ndipo mkanganyiko ulianzia. Maono ya Konstantin kuhusu msalaba hayakuwa maono kutoka kwa Yah. Lazima uelewe, Yahuwa hakutaka dunia itawaliwe na alama ya kipagani ya msalaba. Msalaba ni alama ya kipagani. Msalaba wa Tao ni alama ya kale sana. Unaposikia watu wakisema kwamba msalaba ni alama ya kipagani, hiki ndicho wanachomaanisha kila wakati. Hii ilikuwa ishara ya miungu watatu wakuu: Mungu wa jua wa Wasumeri Temus, Mungu wa Kirumi Mithras, na Mungu wa Kigiriki Atis. Hii ndiyo ile alama ya T inayowekwa kwenye paji la uso la wafuasi wa Tammuz. Hii ni alama ya mungu wa kipagani Tammuz aliyouawa na kufufuka. Ni alama ya Kristo mwingine wa bandia wa kimasonic tu. Msalaba wa Kilatini ndiyo msalaba unaohusishwa na Ukristo, na maelezo yake ya asili yanatofautiana, lakini maelezo mengi yanaunganisha na msalaba wa Tao. Lakini hilo halijalishi. Ninachojaribu kusema ni kwamba Yahwa hakumpa Konstantino maono ya kuteka dunia kupitia msalaba. Hicho si alichotaka. Hii inapingana na mfano wa Yahusha kuhusu mkate wenye chachu. Yahusha alisema katika Mathayo sura ya 13 mstari wa 33, anasema ufalme wa mbinguni umefanana na chachu ambayo mwanamke aliichukua na kuificha ndani ya vipimo vitatu vya unga hata ukachachuka wote. Unapoelewa mfano huu, fikiria mwanamke akioka mkate. Anakanda unga kisha anaweka kando hadi baadaye chachu itakapokuwa imeongeza unga vizuri sana. Anasema kwamba hivi ndivyo ufalme wa mbinguni ulivyo. Chachu au hamira itakuwa ndani kwa nguvu zake yenyewe.
Hakuhitaji Konstantino kuanzisha harakati ya kuteka dunia kupitia msalaba. Lakini hiki ndicho hasa kilichotokea. Hata hivyo, kwa sababu hii ni dini ya magugu, dunia ilitekwa kwa jina la Yesu, na hawa wakoloni walitumia Ukristo kuteka na kutawala dunia. Sasa katika kuelewa maono haya, tunachokiona ni Konstantin akipokea maono kutoka kwa Shetani, mungu wa ulimwengu huu, na Shetani alimwonyesha kwamba anaweza kutumia msalaba huu kama ishara ya kushinda ulimwengu kupitia. Kwa hivyo, badala ya kupigana dhidi ya imani, Konstantin alifanya kinyume chake na akainyakua. Elewa hili waziwazi. Konstantini alikulia na kupata elimu katika milki ya Mashariki chini ya mfalme Galerius ambaye alikuwa mpagani sana. Alifundishwa na kulelewa kama mpagani. Baba yake aliabudu miungu ya wapagani, naye pia aliabudu. Hakubadili imani kikweli na kutaka kuileta dunia chini ya utawala wa Yahweh. Hapana kabisa. Hakumwabudu Mungu wa Israeli. Alitaka kuweza kuidhibiti Roma. Hilo ndilo alilojali. Alitumiwa kama chombo na Shetani kueneza magugu ambayo yalikuwa tayari yamepandwa. Na sasa baada ya kuipora imani yake, sasa kila mmoja wetu anapaswa kurudi na kuchunguza, je, tunafuata imani iliyotoka Israeli kupitia kwa wanafunzi, au tuliletwa kwenye imani na magugu waliokuja kupitia Konstantino? Na unajua nini? Watu wengi kwa sababu ya kiburi wanataka tu kusema, basi nilikuja kwenye imani iliyotoka kwa mitume. Lakini kama imani zako nyingi hazijaunganishwa na uelewa wa kibibilia, kama nilivyouliza kwenye ule mtihani, basi huwezi kudai hivyo. Na ndiyo maana mfululizo huu ulianza na mtihani, kwa sababu tena ukijibu maswali yale vibaya ni kwa sababu umeathiriwa na uko chini ya mafundisho ya magugu. Unapaswa kurudi na kuchambua hili mwenyewe, lakini inahitaji unyenyekevu. Hebu tuendelee kuchimba zaidi tunavyoendelea. Nina uhakika historia itaanza kukuwekea mambo wazi. Konstantini alikuwa mfalme wa Magharibi mwaka 312. Mwaka 313 yeye pamoja na mfalme mwenza wa Mashariki Licinius walitangaza uvumilivu wa kidini kote katika himaya kupitia amri ya Milan. Amri hii ilihalalisha Ukristo na kuruhusu uhuru wa kuabudu Mungu yeyote uliyemchagua kote katika himaya. Konstantini hakubatizwa mpaka akiwa kitandani cha mauti, na aliendelea kubaki na cheo cha kipagani cha Pontifex Maximus hadi alipokufa. Pia aliruhusu alama za kipagani za Sol, Invictus na Mars ziendelee kutumika kwenye sarafu zake hadi mwaka 320. Kwa hiyo, kama nilivyosema awali, hii haikuwa uongofu safi wa imani. Alianza kutoa michango mikubwa na akaanzisha mfululizo wa ujenzi wa makanisa makubwa mjini Roma. Alitoa msaada kwa askofu wa Roma, nafasi ambayo baadaye ilijulikana kama Papa. Jumba la Lateran ambalo lilikuwa mali ya kifalme ya Lateran, ndipo wakati huo kanisa kuu jipya Basilika Constantinina, ambayo sasa ni San Giovanni huko Laterano, ilipoibuka haraka. Kanisa huenda Sebastian pia alianza wakati huu, na ilikuwa katika miaka hii ya mwanzo ya utawala wake ambapo Konstantini alianza kutoa sheria zinazowapa kanisa na makasisi wake haki za kifedha na kisheria na kinga kutoka kwa raia. Mizigo. Huko Roma, kanisa la Mtakatifu Petro lilianza kujengwa mwishoni mwa miaka ya 320 na lilipatiwa mali nyingi na Konstantini. Alitangaza siku ya kwanza ya juma kuwa Sabato, akiita siku ya Bwana. Aliiona kama siku ya kupumzika kwa kuwa aliiona kama siku ya ufufuo wa Masiha na pia siku takatifu kwa jua. Ndiyo maana inaitwa Jumapili. Na hii ndiyo sababu makanisa hadi leo hukusanyika na kuabudu siku ya Jumapili. Kama unaenda kanisani Jumapili, hii ni desturi uliyopokea kutoka kwa magugu. Sitazungumzia hili kwa sasa. Tutaweka tu kwenye orodha ya desturi ambazo tumepokea kutoka kwa magugu. Hivyo, wakati kila kitu kilikuwa kinakuwa, Konstantin aliruhusu baadhi ya desturi za kidini za kipagani. Lakini dhabihu za kipagani zilikatazwa, hazina za mahekalu zilitaifishwa. Mashindano ya magladieta yalimalizwa. Mateso ya kusulubiwa yalifutwa. Na sheria ziliwekwa dhidi ya uasherati na ukahaba wa kimila. Alikuwa anasafisha nyumba na kubadilisha imani ya Roma kuwa kile tunachokiona leo.
Kama desturi za kipagani kama vile ogi zao na dhabihu za kipagani zingekuwa zinaendelea kufanywa na watu wengi, tofauti kati ya ngano na magugu ingekuwa rahisi sana kutambua. Kwa hiyo ilikatwa. Hivyo, wakati Konstantini alikuwa anafanya mabadiliko hayo yote, Licinius ambaye alikuwa mfalme wa dola ya Mashariki, mtazamo wake kwa Wakristo ulibadilika, na alifanya mauaji ya Wakristo na kuharibu makanisa kadhaa ya Kikristo. Na hili lilitosha kumfanya Constantine akusanye jeshi na kumshinda Licinius katika vita vya pili huko Hadrianopolis. Mwaka 324, Licinius alishindwa na kujisalimisha. Licinius alitarajia kurejea kwenye maisha ya kawaida kama raia wa kawaida, jambo ambalo Constantine alikubali mwanzoni, lakini alikiuka ahadi yake na Licinius akanyongwa mwaka 325. Hata mtoto wake wa miaka 9 aliuliwa. Ushindi wa Constantine uliunganisha tena dola. Sasa alikuwa na udhibiti wa dola zote mbili za mashariki na magharibi za Roma. Katika mwaka huo huo alijitangaza rasmi kuwa Mkristo na kufanya Ukristo kuwa dini rasmi ya dola ya Roma. Na kuanzia hapa tuna mwanzo halisi wa nguvu ya kanisa Katoliki la Roma, pia kanisa la Kikristo na dini ya Ukristo. Machozi. Hutajiita Mkristo leo. Bila historia hii, hilo lilitokea hapa. Sasa Wayahudi nao walikuwa Roma kama nilivyoeleza hapo awali. Kulikuwa na Wayahudi waliomkubali Masihi na kulikuwa na Wayahudi ambao hawakumkubali. Hawakuruhusu njia za wapagani au Wakristo kuchanganyika nao. Walifanya uamuzi wa makusudi wa kumkataa Yahusha, na tayari walikuwa wamekuwa chini ya kukataliwa kwa njia za wapagani, kwa hivyo wamefanywa hivyo. Lakini bado kulikuwa na Wayahudi waliomkubali Yahushua na walikuwa wakiishi Roma. Walijulikana kama Waebioni. Nilizungumzia kuhusu wao katika sehemu ya mwisho. Ushawishi wao ulizimwa vikali na kuondolewa kabisa na Warumi. Lazima uelewe, si kwamba Warumi walisema basi kama tutakuwa Wakristo, hebu tuache Waebrania waongoze imani hii ili sote tuweze kumfuata Mungu wao vizuri zaidi. Hapana, hicho ndicho ambacho hakikutokea. Wakati Konstantine alipofanya Ukristo kuwa dini pendwa ya Roma, sasa ilikuwa ni upagani ambao haukuvumiliwa tena. Mtazamo kuelekea Wayahudi ulibadilika muda mfupi baadaye pia. Na hili lilikuwa sehemu ya utekaji nyara uliotokea kwenye imani. Kulikuwa na utekaji nyara kamili wa uongozi. Na wapagani walianza kuchanganya imani zao na ukweli wa Yahwe. Na ili kufanya hivi, walitaka kuondoa ushawishi wa Wayahudi. Baraza la viongozi wa kanisa lililokutana kwenye baraza la Nikaea mwaka 325 lilikutana kujadili imani hii. Na miongoni mwa ajenda zingine, walitaka kuwatenganisha Wayahudi na Wakristo. Waliwakataza Wakristo kula mkate usiotiwa chachu siku ya Pasaka au hata kusherekea sikukuu hiyo wakati mmoja na Wayahudi. Machozi. Kama usherehekei Pasaka, mojawapo ya nyakati muhimu zaidi katika Biblia, ni kwa sababu umeathiriwa na magugu. Hebu tuongeze hilo kwenye orodha. Unaweza kutaka kujitetea haraka, lakini jiulize, ikiwa wewe ni muumini mwaminifu wa Biblia, kwa nini usisherehekee mojawapo ya nyakati muhimu zaidi katika maandiko? Jiulize hilo. Kwa sasa, ninaorodhesha tu njia na mafundisho tunayofanya leo ambayo hayakuathiriwa na Yahwe, bali na magugu yaliyopandwa na Shetani. Na wengi wenu mnafanya hivi, lakini bado mnasema kwamba hamshawishiwi na Ukristo. Unajidanganya mwenyewe. Katika baraza la Nisea waliwakataza Wakristo kutembelea masinagogi na kusikiliza mahubiri au mafundisho yoyote ya Wayahudi. Hawataki kabisa Wakristo hawa waathiriwe na Wayahudi. Waliwasihi wasishike siku ya kupumzika katika siku ambayo Wayahudi walikuwa wakiishika, na badala yake wakaweka Jumapili kama Sabato pekee ya Kikristo. Maaskofu waliongezeka kwa ushawishi na ikaanza kuwanyang'anya Wayahudi baadhi ya haki zao za kisiasa ambazo walikuwa wamezifaidi kwa muda mrefu. Viongozi wengi wa Kikristo wa Roma waliwasihi mfalme awatendee Wayahudi kwa ukali. Walitamani kabisa ushawishi wa Wayahudi utoweke. Walidai kwamba Wayahudi siku zote wamekuwa wakielewa vibaya maandiko. Walitumia kupotea kwa taifa la Yasharel kama ishara kwamba Yahwe alikuwa amewakataa na kuacha Wayahudi.
na wao waliamini kwamba sasa wao ndio walikuwa wahifadhi wa agano. Na unajua, hii ni kweli kulingana na nukuu kutoka kwa mababa wa kanisa la mwanzo nilizosoma kwenye sehemu ya 8. Hawa walikuwa magugu. Kama unaamini kwamba kanisa limechukua nafasi ya Israeli au kwamba baba yetu yuko kwenye agano na Wakristo, hii ni fundisho kutoka kwa magugu. Iweke kwenye orupla. Kanisa la Roma liliiteka imani na kuondoa kabisa ushawishi ambao Wayahudi waliwahi kuwa nao juu yake. Na sasa, ili kumwelewa Yahuwa, kimsingi wamesema kwamba ukuwahi kuhitaji kufuata imani yao, imani ya Wayahudi, kutoka kwenye njia za Israeli katika agano lao na Yahuwa. Kile ulichohitaji tu kufanya ni kufuata kanisa la Kikristo. Watu walihisi kwamba unachohitaji tu ni kumwelewa Mungu wa Israeli kupitia mafundisho ya Ukristo. Na hili ni fundisho kutoka kwa magugu na linaleta udanganyifu mkubwa. Ndio maana wanataka kujiona kama kanisa la awali, kwa sababu waliondoa ushawishi wowote ambao Wayahudi walikuwa nao juu yake. Na badala ya kuiga na kuiruhusu imani iongozwe na wale waliomwelewa Yah kweli na ambao walikuwa katika agano na Yah kweli, walirekebisha imani hiyo kulingana na jinsi walivyomwona Yah na jinsi walivyotamani kuchanganya miungu yao mingine naye. Huo ndio Ukristo. Ukristo ulifanywa kuwa dini mpya ya milki ya Kirumi, himaya iliyojengwa juu ya upagani. Kuabudu miungu mingi kulihitajika ili kumwabudu Mungu wa Wakristo. Sasa, ingawa tu haki, si katika kweli au roho kama baba yetu anavyotaka. Hili lilikuwa taifa la kwanza la Kikristo duniani. Sasa, tafadhali jibu hii. Unadhani msingi huu ulijengwa juu ya ardhi imara? Mfalme Konstantin alikuwa ametumaini Ukristo ungekuwa nguvu ya kuunganisha milki yake. Kwa hivyo, elewa, matumaini yake yalikuwa kuwa na fundisho moja ambalo angeweka imani ya Roma chini yake. Baraza la Nisea lilikuwa liunganishe mafundisho ndani ya maaskofu wote wa imani. Konstantin alitaka usawa. Hakujali sana kuhusu ukweli ulikuwa nini, mradi tu viongozi wote wa imani walikubaliana juu ya hilo. Na kwa hivyo, katika Baraza la Nikaya, hapa ndipo upatanisho wa imani ulipoanza. Jambo la kwanza lililofanywa ili kuchanganya dini ya kipagani ya Roma na Ukristo lilikuwa kuwahakikishia wapagani kwamba hii haikuwa imani mpya. Kwa hivyo walifanya nini? Waliunganisha imani za wapagani ambazo tayari zilikuwa za wapagani na imani ya Ukristo ambayo iliwasaidia wapagani kukubali imani hiyo. Ni ulandanishi. Kumbuka, nilikuambia ukumbuke neno hili. Hii haikuwa tena imani kutoka kwa Waebrania, imani ya kibiblia. Torati ya Waebrania haikuzingatiwa tena kuwa kitu muhimu. Yote yalikuwa kuhusu imani yao kwa Isis. Na kama ungemwamini, ungeenda mbinguni. Kwa kweli, hilo ndilo lengo walilojiwekea kuhusu kwenda mbinguni. Hakuna chochote kuhusu ufalme wa baba yetu duniani. Walikuwa na Mungu Baba ambaye hawakumuita tena Zeus. Walimuita tu Mungu Baba. Ingawa wakati huo wa kulazimishwa kwao kuongoka, nina uhakika Zeus alikuwa akitajwa. Sio kama walibomoa sanamu zake na kila kitu kinachohusiana naye. Hapana kabisa. Bado wana sanamu za Zeus hadi leo. Mungu mama ambaye wapagani walimjua kama Diana au Atemi, sasa alikuwa Bikira Maria, kama wanavyosema Ave Maria au Salamu Maria. Na mwana wa Mungu ambaye wapagani walimjua kama Apollo, sasa alijulikana kwao kama Aesus. Na ndiyo maana hakuna ushawishi wa Kiebrania kwenye jina lake. Hii ilikuwa imani ya kuunganisha Roma pamoja, na Roma iliunda imani zilizounganishwa kuhusu dini hii. Baadhi ni za kibiblia, lakini nyingi ni desturi za wanadamu. Mafundisho ya kanisa lao yanasema kwamba mapokeo ni muhimu sawa na kile ambacho Biblia inasema. Na zaidi ya hayo, wanaunganisha falsafa ya Kigiriki na imani yao katika Ukristo, ambayo ilileta mawazo mengi ambayo hayakuwa njia ya kufikiri ambayo Waebrania walijihusisha nayo. Mawazo kama kuhusu utatu. Lakini nitafikia hilo. Kabla sijaendelea, lazima uelewe kwamba imani zilizokuja kupitia kanisa Katoliki la Roma hazikuwa kuhusu kuandaa ulimwengu kwa ajili ya ufalme wa Yawe, bali ilikuwa ni harakati ya kisiasa iliyotumia kivuli cha dini kuwaleta raia wake katika upatanifu na utiifu. Baada ya muda, mafundisho yao yanayotegemea sheria yalileta utulivu katika himaya.
Na hata kama kile tunachokijua kama himaya ya awali ya Kirumi ilianguka, mafundisho ya Ukristo kutoka kwa kanisa lao la ulimwengu wote, ambalo ndilo maana ya Katoliki ulimwengu wote, mafundisho yao yamedumisha utawala wa Roma katika maisha yetu kwa zaidi ya milenia mbili, iwe tunapenda kuona ushawishi wao au la. Machozi. Lakini hivi sasa tukielewa kutoka ghorofa ya chini, inapaswa kuleta wazi. Dini ya Roma ilikuwa ikiunganisha dini mbili kwa ajili ya umoja. Hii haikuwa kamwe kuhusu kuwaleta watu katika ufalme wa ya, bali ilikuwa ni kuandaa ufalme mwingine kwa ajili ya wanadamu unaotawaliwa na kuongozwa na wanadamu. Shetani alikuwa anahama kutoka kwenye mafundisho ya kuabudu miungu mingi kwenda kwenye mafundisho ya Mungu mmoja, na hivyo akateka na kuchanganya imani hiyo, akiuongoza ulimwengu kumwabudu yeye. Mafundisho ya wapagani yaliingizwa ndani ya Ukristo wa Kirumi, na kadri muda ulivyopita, vizazi vilipokufa na vipya vikakua, desturi zao, njia zao na matendo yao yakawa yanaeleweka kote duniani. Na nguvu za Roma zilihama kutoka kwa malkia kwenda kwa papa. Jambo linalopaswa kueleweka ni kwamba wakati Roma ilipounda dini ya Ukristo, haikufanywa kwa nguvu za Yahuwa. Hii ilikuwa ni hatua ya kisiasa iliyounganisha imani za wapagani na imani mpya ya Wakristo. Na hivyo, tunapopata uelewa zaidi kuhusu mafundisho ya Kanisa Katoliki, inakuwa rahisi zaidi kutambua jinsi Shetani alivyochanganya magugu yake. Katika shamba hilo hilo, Yahushua alipanda mbegu zake nzuri. Hivi ndivyo Ukristo ulivyojulikana kwa ulimwengu. Ni lazima ieleweke kwamba ukijua Ukristo wa leo unatoka katika hatua hii ya historia hapa hapa. Naam, unaweza kutaka kuunganisha imani yako na kanisa na matendo. Ndiyo, naelewa. Huenda ukataka kutenda kama imani yako ni ya kibiblia. Ndiyo, naelewa, lakini hiyo ni kwa sababu tu unapaswa kupuuza jinsi imani hii imekujia. Haikukujia bila ushawishi. Kuanzia mbegu ya machozi kutoka kwa baba wa kanisa la kwanza walioteka nyara agano hadi wakati Konstantini alipoufanya Ukristo kuwa dini ya Roma, imani hii ilijulikana kwa ulimwengu kupitia matukio haya. Na kulikuwa na sifa na mambo mengi tofauti kuhusu imani hii ambayo hayakuwa ya kibiblia kabisa. Huu ndio msingi, na kwa hivyo ukitaka kutenda kama ulivyokuwa Mkristo na haikuwa na ushawishi, unajidanganya tu. Mtu yeyote anayesema kwamba imani yake inatoka katika Biblia na haijawahi kuathiriwa na Roma anajidanganya. Sote tumeathiriwa na Roma. Imetubidi tutoke kwenye ushawishi. Biblia haisemi kamwe imani hii kuwa Ukristo. Kwa hivyo, kusema kwamba uko katika Ukristo ni kusema kwamba umeshikamana na Roma. Hivi ndivyo Roma ilivyochukua imani, na baada ya hapo ushawishi wao ukaenea kwa karne nyingi hadi kile tunachokijua leo. Ni historia hii na msingi huu ambao naukataa, na ninasisitiza kwa nguvu kutoka humo. Kile ambacho watu wengi hawaelewi sio tu usawazishaji wa dini na jinsi walivyochanganya imani zao za kipagani na miungu ya kipagani pamoja na imani hii ya Kikristo. Wengi hawafahamu kabisa falsafa ya Kigiriki na jinsi ilivyochanganywa na Ukristo. Na ingawa nililigusia hili kwenye sehemu ya 7, lazima niliendeleze kwa undani zaidi, kwa sababu mara tu Roma ilipofanya Ukristo kuwa dini yao kuu, ushawishi wa falsafa ya Kigiriki ulianza kushika hatamu duniani. Hivyo tutajadili hilo baadaye. Wakati huo huo, tafadhali kumbuka, Ukristo ni dini ambayo juu inaonekana kuwa ya kibiblia, lakini ukichimba ndani kwenye mafundisho yake, hii sio huduma kwa baba yetu, bali ni fundisho la kutumia neema vibaya, kubadilisha maagano, kukataa njia ambayo baba yetu alichagua kufikia wanadamu na kuifanya iwe tu kuhusu jinsi Wakristo anavyotaka kumpokea. Inakosa upendo, utii na heshima kwa baba yetu anayostahili. Na mwishowe, haijaandaa wale wanaoifuata kuwa tayari kwa kile ambacho baba yetu amepanga kufanya katika siku za mwisho. Kama unatamani kuwa tayari kwa baba yetu na mpango wake kwetu, lazima uje toka katika dini hii ya magugu na umjie baba yetu kwa kweli. Tafadhali nenda kwenye sehemu ya 11 katika orodha hii ya nyimbo.